Tuko hapa Iringa kwenye chuo hiki cha Muse kwa ajili ya kuwajengea uwezo watumishi kadhaa wa mamlaka ambao wanafanya kazi mbalimbali katika mikoa, mipaka tofauti na katika mashamba kwa nia kuwasaidia wakulima. Leo hii hapa tupo kwa ajili ya kuwajengea uwezo kwenye teknolojia mpya kabisa ambayo inaitwa DNA Portable Sequencer, ambayo kwa muda mfupi mkurugenzi ametoka kuifafanua hapa namna gani inavyoweza kufanya kazi. Lengo langu hapa ni kuweza kufafanua kwamba mamlaka inazidi kukua na inazidi kutanuka, mahitaji yanazidi kuongezeka sana. Kwa hiyo na magonjwa hapa yanazidi kuongezeka kwa wingi, lakini ili kuweza kuhakikisha kwamba tija katika kilimo inapatikana, kwa hiyo inabidi kuongeza wataalamu wengi zaidi, na hiki ndicho kinachoendelea hapa Mkwawa, ambapo wapo watumishi wanafanyiwa mafunzo, na hii ni awamu ya kwanza, lakini awamu inayofuata itaenda kwa watumishi wengine tena. Na kitakachotokea hapa ni kwamba tumeandaa utaratibu ambapo watumishi hawa watakuwa wanazunguka na magari maalum ambayo watakuwa wanaenda kwenye mashamba tofauti ya wakulima kwa ajili ya kuweza kufanya hiyo DNA sequencer kwa ajili ya kutambua magonjwa yaliyoko kwenye mazao mbalimbali na vitu vingi kama jinsi ilivyokwisha fafanuliwa jinsi teknolojia hii inavyofanya kazi. Tumeitisha mafunzo haya baada ya kuona kwamba mamlaka inapoelekea sasa inaenda hatua ya bora zaidi ya kutimiza uwezo wake wa kuzuia uingiaji wa wadudu waharibifu na magonjwa nchini Tanzania, kuzuia ustawi wake, lakini vile vile kuzuia au kupunguza uwezekano wa wadudu waharibifu hao na magonjwa au visumbufu kwa ujumla wake kusambaa kutoka eneo moja la Tanzania na kwenda nje ya nchi. Tuna wafanyakazi wa kwetu wa utumishi wa kwetu wanafanya kazi kwenye kanda 7 za mamlaka hapa Tanzania, lakini na mipaka takriban 41 sasa hivi. Mpaka mbalimbali ambayo ipo kwa njia ya maji, kwa njia ya anga na kwa njia ya barabara. Kule mipakani ndiko haswa kunaingia shehena za mazao mbalimbali ambazo huenda wakati mwingine zinaweza kuwa zimevamiwa na wadudu waharibifu na magonjwa. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakaguzi wa kwetu walioko mipakani ndio geti la kwanza la Tanzania kuzuia uingiaji wa wadudu waharibifu na magonjwa makubwa yasivamie kilimo chetu na kupelekea ukosefu wa chakula, upungufu wa chakula au kuanguka kwa uchumi wa kwetu wa Tanzania. Kwa kweli tuna furaha kubwa kwa semina hii kufanyika Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, maana hii ni teknolojia kubwa ambayo iko kwenye biotechnology. Kwa hiyo watafiti wetu wa molecular biology, wa biological sciences wameshiriki kamilifu, ambapo tuna washiriki 15 wanaoshiriki, na washiriki hawa ni watafiti ambao wanafanya tafiti kwenye mimea, kwenye wanyama. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba elimu wanaoipata itakuwa na umuhimu katika tafiti zao na itasaidia kuboresha kilimo, kuboresha uvuvi, kuboresha ufugaji. Kwa hiyo sisi tunaona hii ni fursa nzuri tunaipata na TPHPA kama partners wetu. Tuna memorandum of understanding ambayo inatuwezesha kufanya mashirikiano kwenye tafiti, kwenye kuendesha warsha, kwenye conferences. Kwa hiyo tunaona hii ni fursa adimu na tunaitumia vizuri kwa ajili ya maendeleo yetu sisi kama taasisi na kwa maendeleo ya taifa zima. Mafunzo haya tunayoendesha ni mafunzo ya teknolojia ya DNA, teknolojia ambayo inaenda kutoa suluhu kwa wakulima hasa katika kutambua magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Ni teknolojia ya kisasa ambayo inatoa majibu hapo hapo shambani bila kupeleka maabara. Inatoa hapo majibu na inakuambia kama ni ugonjwa gani, kama ni wadudu ni aina gani ya wadudu, na ili kudhibiti nini kifanyike.
Ufanisi wa hii teknolojia ni mkubwa sana, na ujue kwamba sisi Tanzania ndio tulikuwa wa kwanza duniani kuingiza hii teknolojia kwenye sekta ya kilimo, na imeshaweza kufanya kazi na kutoa matokeo makubwa sana. Kwa mfano, wakulima kule Butiama kwenye mihogo walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa ya mihogo, tukaenda na teknolojia hii na tukatoa majibu hapo shambani, na tukaweza kuwapatia wakulima wale mbegu stahiki zenye ukinzani dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mashamba yao. Na kwa kufanya hivyo tuliweza kuongeza uzalishaji kutoka chini ya tani 5 kwa hekari ambayo walikuwa wanapata mpaka kwenda kwenye tani 45 mpaka 50 kwa hekari, na ilienda kuongeza kipato wakulima, lakini pia na kuimarisha usalama wa chakula.